Rais wa kwanza wa mwaka wa kwanza na ni rais wa kwanza mwanamke. Meki Sibeso great again. Ni very surprising kwamba mimi ni rais. Issue ya pesa ni minor stars. Kitu cha kwanza watu, kitu cha pili amini katika wakati. Kwa nini unafikiri watu walikuamini wewe kuwa rais wao katika chuo ambacho hakijawahi kuongozwa na rais mwanamke? Mimi kwanza ni mgeni. Nilivyokuambia watu wana tabia tu ya kubadilisha maeneo, ile unakuta ni wale. Sasa sisi tunataka kuheshimu watu, tunataka kufanyaje? Of course huyo ndo amekuwa kama mentor wangu. Leo ni moja kati ya siku ambayo nina furaha kubwa sana kukutana na rais wa kwanza mwanamke katika chuo cha elimu ya biashara CBE, ambapo atakuwa akitueleza kuanzia moja hadi mwisho, kuanzia katika mchakato ambao alikuwa akipambania nafasi ya kuwa rais hadi mpaka sasa ni rais. Tutakwenda ku experience mambo mengi sana. Ni imani yangu utajifunza na mimi pia nitakwenda kujifunza. Na rais wetu kwa majina yake nitamtambulisha, anaitwa Selina Joseph Misalaba. Madam Selina, karibu sana katika session hii ya leo na tunashukuru sana kwa mwaliko, kukubali mwaliko wetu. Asante sana. Madam Selina, kwa yule mtu ambaye yeye anakujua kama rais wa chuo cha elimu ya biashara, lakini kuna vitu baadhi ambavyo hakufahamu, unaweza kujitambulisha kwa namna gani ili aweze kukuelewa? Mimi ni Selina Joseph Misalaba kama ulivyosema. Kwa sasa ni rais wa serikali ya wanafunzi 2026 2027, lakini kwa watu ambao hawalifahamu mimi katika nafasi ya urais, mimi kwanza ni gender based violence advocacy. Yes, nimejikita kwenye kutetea ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto na wanawake. Lakini hapo nyuma nilikuwa nikioperate katika taasisi moja isiyo ya kiserikali inajulikana kama social aid organization, ambayo mpaka sasa hivi bado nipo. Kwa hiyo mbali na urais pia nilikuwa na community activities ambazo nilikuwa nikizifanya mimi binafsi, na of course na platform vidogo vingi ambavyo hapo nyuma nilikuwa na vitengeneza kwa ajili ya kujikuza katika level ya kiuongozi. Mtu anaweza akajiuliza, Madam Selina, hivi ulipataje kiu mpaka ukaamua kugombea urais wa chuo cha elimu ya biashara CBE campus ya Dodoma? Kwanza ni very surprising kwamba mimi ni rais wa mwaka wa kwanza, rais wa kwanza wa mwaka wa kwanza na ni rais wa kwanza mwanamke. Actually nafikiria mimi kwa sababu nilikuwa na passion ya uongozi, na baada ya muda wa form kufika nilisema ngoja tuone itakuwaje. Kwa hiyo nilitamani, yani nilifanya sio, kwanza kabisa naomba nianzie mbali. Mimi nilifanya kwa sababu ya kupoteza muda. Kwa sababu mimi nilikuwa nasoma masomo ya jioni. Sasa unajikuta muda mwingi unakuwa hauna kazi ya kufanya. Na hata kama ukiwa na kazi ya kufanya, actually yani ni vitu ambavyo vini keep busy sana. Sasa nikasema kwa kuwa kuna platform ambazo zipo, ngoja basi twende tupambane katika nafasi ile, alafu tuone tutafikia wapi. Yes. Ule wakati ambao unatangazwa sasa, unaambiwa Selina Joseph Misalaba ndiye rais wa chuo cha elimu ya biashara CBE, nataka nijue hisia zako, au ulijisikiaje, au situation nzima ilikuwaje? Kwanza sikusikia. Sikusikia jina lako. Mimi nilikuja kujua kama nimeshinda. Of course walianza kutangaza, wakamtaja mtu watatu, tukasikia wote, na nilikuwa nimejificha, kuna jengo fulani kwa nimejificha kwa nyuma. Wakataja mtu wa pili, tukasikia wote. Lakini baada ya hapo tu watu walianza kupiga kelele, kwa hatukusikia tena. Na kwa upande wangu mimi nilikuja kugundua kama ni mimi. Kuna kijana mmoja sifahamu, of course sio ni nani, alinibeba tu juu na wengine na hisi walikuwa ni wengi, lakini mimi nilimkalili yeye, alikuwa na t-shirt ya blue.
akanipeleka pale Mti Mawazo, tukafika pale nikaona sasa wale nilikuwa napambana nao yani wana energy ya kutosha na fly na nini na nini. Of course hapo ndo nikajua nimeshinda, lakini sikuweza kushangilia, sikuweza kufanya chochote, yani niliganda kwanza. Baadaye nikajikuta tu machozi yananitoka kwa sababu haikuwa rahisi, lakini naamini wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kwako kuwa rais mwanamke wa kwanza chuo cha elimu ya biashara CB kampasi ya Dodoma imekuwa surprise kiasi gani? Imekuwa surprise kwa kiasi kikubwa sana. Na labda kama kuangalia historia zile za nyuma, labda kukatisha tamaa kwamba hakunaga kabisa rais wa kike amewahi kutokea. Hata wakati tunafanya kampeni nafikiria uzuri ulikuwepo na wengine waliokuwepo watakwambia. Walikuwa wanakuambia mwacheni afanyeje azunguke, lakini mwanamke hawezi kuwa rais. Hiki chuo chetu ni kikubwa sana, of course na watu ni wengi. Kwa hiyo hawezi kuwa rais kwa sababu huyu ni mwaka wa kwanza. Hawezi kuwa rais kwa sababu kuna namna fulani wanawake bado wanatritiwa katika jamii ya sinfilia. Ni kweli sasa hivi ulimwengu na dunia yetu ipo juu, lakini naona bado sijui ni fikra za Tanzania, I don't know whatever the case, lakini wanawake bado hawajatuamini. Sasa mimi binafsi kupata nafasi hii ninajihisi nina deni kubwa sana na nina mzigo mkubwa sana kwa wanawake wenzangu ambao wananitazama katika kiti hiki. Kwanza ukijaribu kuangalia watu wengi walionipa kura na dhamana walikuwa ni wanawake. Wanawake waliungana, wanawake wa kutosha wakaja kunipigia kwa kuhitaji nao mabadiliko katika chuo chetu. Lakini vijana pia, of course vijana pia hakuniacha, especially watu wa mwaka wa kwanza wenzangu. Sisi tunajiita first year. Watu wa semester moja. Yes, kwa hiyo nafikiria na mzigo mkubwa sana. Na umezungumza changamoto moja kwamba baadhi ya watu wanakuwa hawaamini wanawake. Nataka kusikia ni changamoto gani ambazo wewe zilitaka kukatisha tamaa kabisa ukasema mimi uchaguzi nataka kugive up moja kwa moja? Moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinanikatisha tamaa ni kwenye kutafuta wale ma vice president. Nili approach sio chini ya vijana 10, not less than 10, lakini sasa niseme walikuwa ni 9, yule wa 10 ndo alikubali. Na mimi mpaka nimekuja kupata makamu, nimepata makamu bado masaa tumalize kuchukua form pale. Kila unayemwambia na mambo mengi, mwingine anakuwa kama amekubali, mnakutana ili mkae mzungumze kwenye appointment ya fiki. Baadaye ukitoka kuzunguka unatafuta watu wengine unamkuta. Yes, kwa hiyo mimi challenge kubwa nilioikuta ni kwamba nilishindwa kupata na vice president wa kiume. Kwa moja ya changamoto ambayo ni kubwa, nafikiria wanaume wengi hawapo tayari kuwa chini ya mwanamke. Yes, lakini kwenye mambo ya uongozi nafikiria tukifikiri tu vizuri na kwa busara, kwa sababu tunashirikiana, mimi naona tu hicho kitu kinatakiwa kiondoke. Lakini challenge kubwa kwangu ilikuwa ni kupata mavice. Umewezaje kushinda hizo changamoto zote? Sasa nimeweza kushinda vipi? Baada ya kutafuta, watu wanakwambia mtu fulani ni mtu mwema, unaweza ana influence mtu fulani. Yes. Sasa baada ya kuona nimekosa kabisa, dakika za mwisho nilisimama getini. Nakumbuka kwa sababu mimi ni mfupi, nikapanda juu ya msingi fulani pale getini, nimepanda pale. Sasa nikaanza kusikilizia. Kuna jamaa mmoja ambaye ndo vice president wangu, nilikuwepo naye mwanzo kabisa. Sasa baada ya kumuona ni mrefu, nikamwambia kijana mmoja, samahani, naomba unitie yule kaka. Yes. So baada ya kumuita nikamwambia, sasa kaka, mimi nilikuwepo, ninaomba unisaidie uwe makamu wangu. Akaniambia, mbona hata mimi ndo unachukua? Niko naangalizia hapa kiasi fulani niongezee nikachukua. Achukue urais. Achukue urais. Kwa sababu hapa nimepeleza pesa. Nikamwambia, sasa ndugu yangu, naomba unisupport. Mimi nagombea urais, pesa yote ninayo. Hii hapa. Ila hapo akaniambia, sasa gharama zote? Nikamwambia gharama zote zitakuwa juu yangu.
kama nilo basi hamna noma. Sasa mimi nikahisi hamna noma hivi vipi, mbona imekuwa simple. Yes, kwa tukaenda tukachukua fomu, nikahakikisha na kwa naye. Kwa kikubwa zaidi mbinu nilotumia mimi, nilienda kukaa getini mwenyewe. Kwa nini unafikiri watu walikuamini wewe kuwa rais wao katika chuo ambacho hakijawahi kuongozwa na rais mwanamke? Watu wameniamini mimi, naamini katika sera zile ambazo tulikuwa tukijinadi, na wewe mwenyewe ni shahidi. Siku ile ya final campaign ndio siku ambayo huaga ina tabia ya kudetermine nani awe rais, nani asiwe rais. Na nakumbuka mimi baada ya kufanya ile mass campaign, ile final campaign, nilimpigia mamangu nikamwambia kama kelele zingekuwa zinasaidia watu kushinda, au kama hizi kelele ndo zingekuwa kura, mimi leo asubuhi sana nilikuwa nimemaliza mchezo. Yes, kwa hiyo nafikiria pia ni techniques za politics nilizozitumia siku ya final campaign, na tuseme sasa na hizo sera ambazo nilijitahidi kwanza nilifanya analysis mapema. Kwa hiyo nilijitahidi kuwa na sera ambazo mwanafunzi ukimwambia hiki kitu anaona ndio. Na moja kati ya vitu vilivyonifanya nikashinda ilikuwa ni eFootball. So unaifahamu eFootball? eFootball ndio. Yes, kwa mimi nilipromote sana eFootball, lakini nilipromote content creators, wale comedian, vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu vidogo vidogo, ili wanafunzi wanahitaji vitu vidogo sana, sio majitu madude makubwa. Kwa vitu vidogo vidogo, of course mimi ndo vimenifanya kuwa. Kuna mtu umewahi kukutana naye labda akwambia, mbona madam wewe ni jasiri kiasi hicho? Mimi nataka kufahamu ujasiri wako unatoka wapi, kwa sababu kumuona ladies au mwanamke anakuwa jasiri katikati ya wanaume ambao, kwa sababu nimewahi kufuatilia katika chaguzi zako, baadhi wengi waliokuwa na kuzunguka na baadhi watu ambao wanapawa ni watu wa kiume. Wewe uliwezaje kuwa jasiri na kusimama na kuwa na sauti katikati yao? Sasa kwenye kuhusu kuwa na, kwanza naomba nikukumbushe tulikuwa wagombea kama 13. Tulikuwa watiania 13. Baada ya watu 13 kutia nia, Mungu akawapa vibali watu 8 kwenda kulipia zile fomu. Kwa tukatoka watu 8, lakini katika watu 8 bado Mungu akatupa kibali kutoka watu 3. Sasa kwa wale watu ambao majina yalibaki, sasa yale majina 3 yana, nafikiria sio hii inakuaje. Yaani tu ni mtu anaona kwamba nikienda na yule mtu tunatoka. Nikienda na huyu mtu tunatoka, nikienda na mtu. Sasa baada ya hapo, kama nilivyokuambia, mimi kitu nilichoshikilia ilikuwa ni eFootball. Kama unavyofahamu sasa wadau wa eFootball ni wengi. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu wengi, wengine watu wa Chuga, wengine wa Masai, wanasema sisi tunamsupport Sisteli mwanetu wa eFootball yule. Sasa ukiona mtu umemgusa kwenye ngo yake, automatically atasimama kufanyaje? Kukufuata wewe. Na kwa upande wa dada nilizungumzia issue ya wifi. Yes, especially kwa watu wa hostel za nje. Tunaona saizi kuna matukio mengi yanaendelea katika vyuo mbalimbali. Unakuta uenda mwanafunzi alikuwa anatoka tu hostel anaenda chuo kujisomea au kufanya nini, mambo ya mtandaoni. Kwa hiyo unajikuta tu kale ka distance ka muda mchache kanafanya anapoteza baadhi ya vitu vyake, wengine inapelekea mpaka vifo huko. Kwa mimi nikamwambia nitawaletea wifi. Kwa hiyo sehemu nyingine pia ambao niliweza kusepa na kijiji ilikuwa ni huko. Lakini sasa ile energy ya vijana wengi ambao nilipata na waliokuwa wananishambulia, mimi kuna namna fulani nilijiweka. Sikukaa katika mazingira ya Kislay Queen au masichana yale mazingira ya kidada. Yes. Wow. Mimi tu nilikuwa very casual na nilijitahidi kuhakikisha wale vijana ambao mambo ya chuo sio vitu vyao ndio wanakuwa piga kura wangu. Nimekusikia mara nyingi, au sera yako kubwa ilikuwa inasema Make Sibeso Great Again. Hiyo sera uliitoa wapi na kwa nini ukaamua kusema hivyo? Kuna dadangu mmoja, of course hatujawahi kukutana, ni dadangu tu wa mtandaoni na nini, boga tunawasiliana. Sasa siwezi kusema ni dada wa mtandaoni. Yaani ni dada yangu ambaye tumekutana kwenye taasisi nyingine. Kama nilivyokuambia, mimi nilikuwa nikioperate
toka mwanzo. Sasa tukawa tunafanya zile online session, baadaye tukawa tumejikuta na huyo sister tumebondi. Kwa baada ya kubondi na huyo sister, yani ni mtu na sijawahi kukaa kuzungumza naye, lakini naamini ni mtu mwenye imani sana. Sasa kila nilivyokuwa nikimwambia ananiambia you are great, si nini, you make it great. Elele maneno mengi ya kunitia moyo. Kwa hapo ndo nikajikuta nakuja na neno la great. Lakini sasa kuna kakangu mmoja anaitwa Kaswalula, yeye akanambia tamu hii tunataka Sibeso iwe mpya. Sasa hivyo kasema tunataka ile nini iwe mpya. Sasa nikachukua lile jina la dada yangu yule dada of course anaitwa Witness. Na ni mtu ambaye anasaidia wadada wengi sana kwa mambo ya ushauri na nini. Yes, ni mwanasheria. Kwa kama una kesi pia anaweza kukusaidia. Kwa of course yule dada alikuwa anani-inspire na sijawahi kumwambia kama alikuwa anani-inspire na sitomwambia mpaka nikutane naye unless kama utamtag kwenye hii interview. Lakini ndio kale kaneno ka great nilikatoa kwake. Huyu mwingine sisi tunataka Sibeso nyingine, sisi tunataka mabadiliko. Yes, sasa ndio kanifanya ni make Sibeso great again. Na mimi nataka kufahamu kati ya uongozi, kusoma na kupumzika ni kitu gani ambacho huwa kinakuchosha sana na ni kwa sababu gani? Sasa kwenye nichague kitu kimoja. Kitu kimoja ndio kinachonichosha. Mbona vyote vinanichosha? Kwanza of course siwezi kusema kwamba vinanichosha kwa sababu uongozi ndio passion yangu. Na ndo kitu ambacho nakitamani mimi 100%. Kwa hiyo kwenye upande wa kuwa kiongozi sijawahi kuchoka. Na sijawahi kutamani kuchoka. Kwenye upande wa kusoma obviously waga nachoka sana. Mimi niko na clue ya watu wangu watatu hao. Tukisoma tu kidogo tunachoka, lakini naamini kwa sababu tunatumia, unajua kusoma unatumia akili nyingi kumeza madude, kufanya nini. Obviously hiyo kitu inachosha sana. Na watu wengine wanakwambia ni bora ufanye ile physical activity kuliko kufanya activity ya akili, inakuwa ni ngumu sana. Kupumzika, actually mimi napenda vitu vya mambo ya kupumzika, lakini unakuta unaukosa muda kwa sababu ukiangalia we are still young. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuviweke sawa katika umri wetu. Yani we have a lot of stuffs. Vitu so, of course sio majitu makubwa. No, vitu tudogo ambato yes. Umezungumza swala la kusoma hapo, na ndio inakuwa changamoto ya watu wengi. Wanasema kwamba unawezaje kumanage muda wako wa kusoma na masuala ya uongozi? Na mtu anataka asikie ili aweze kujifunza kutoka kwako. Kwanza kama tunavyojua siku ina masaa 24. Kwa upande wangu naomba tena nirudi kwa huyo dada Witness. Siku moja nilivyokuwa nyumbani akanambia nitumie ratiba yako, yani like ratiba yako ya mwezi mzima, wewe unafanya nini? Yani kwanza tarehe 1 mpaka tarehe ngapi unafanya nini? Sasa nikasema kama kuna watu wako serious na maisha, mtu unajua mwezi mzima unafanya nini? Of course mimi tarehe zangu waga za kujump. Na nakumbuka siku moja nilimtumia ratiba yangu, akaniambia kweli wewe ni mdogo wangu sana. Yani kazi zako zimekaa kivivu, yani per day tu nakaishi kamoja. Yes, sasa kupitia huyo ilinifanya pia nitafakari kwamba siku ina masaa 24. Lakini hayo masaa tunaweza tukayatenga into 3 hours. Tukawa binafsi yangu mimi naamka saa 1 kamili asubuhi. Kwa hiyo by saa 2 naanza activity tu za kikawaida ambazo inabidi nifanye hadi saa 10 jioni, masaa 8 ya kwanza. Sasa haya kuanzia saa 2 hadi saa 10 kamili jioni obviously huaga nafanya kazi za hapo ofisini. Kama unavyojua watu lazima tusikie changamoto zao. Sasa hivi ndo tumeingia madarakani, vitu vingi havijawa settled kwa upande wangu. Kwa hiyo we have to settle a lot of stuffs. Kwa upande wa kuanzia saa 11 of course nimejipa ka muda kidogo, hata ka enjoyment kidogo. Kuanzia hiyo saa 10 hadi saa 10:45, lakini saa 11 kamili jioni naingia darasani. Tunapomuona Mheshimiwa Selina wa leo, watu wengi hawajui background yako, vitu fulani ambavyo umewahi kupitia huko nyuma. Mimi nataka tukiwa hapa katika mazungumzo yetu
uweze kutuambia ni nani ambaye amekuwa na msukumo mkubwa sana katika maisha yako hadi hivyo tunavyokuona leo, na alikuwa akifanya nini hadi tunavyomuona Selina ya leo? Sasa kuna dada yangu mmoja anaitwa Naomi. So cha kwanza I love her so much kwa sababu ndo amekuwa kama mentor wangu, na nakumbuka wakati nakutana naye alinigia t-shirt moja ya njano kwa ajili ya kwenda kuendelea na staffs zingine. Si vyema sana kila kitu kuzungumza, lakini alinisaidia t-shirt hiyo, tuko tunaenda mahali. Sasa kulikuwa kuna sare zinahitajika sare, lakini mimi sikuwa nazo. Kwa baada ya kunipatia hivyo, mimi nina tabia ya kuvalue hata kitu kidogo ambacho nakipata kutoka nje. Yule dada ni mtu tu yuko kwenye politics na anafanya vizuri sehemu ambako aliko. Ni mwenyekiti of course wa umoja wa vijana wilaya Geita. Anafanya vizuri sana kwa upande wake. Sasa huyo ndo mwaka jana alikuwa anagombea ubunge. Kwenye harakati za kuomba kura kwa watu. Bunge labda wa chuo wa jimbo, yes. Okay. Sasa kwenye mapambano yake yale alinichukua mimi kama mdogo wake, ikiwa ni sehemu ya yeye kunitrain mimi kwa kiongozi. Sasa alikuwa ananiambia, mdogo wangu lazima ujue siasa inavyoenda. Si unaona vitu kama hivi inabidi uende kwa watu uzungumze kuelewe. Alikuwa ananiambia jifunze kuwa na uwezo wa kuongea mpaka mtu analia. Si nini unatakiwa usome vitabu, yani you have a right, sio unataka kuheshimu watu, unataka kufanyaje. Of course huyo ndo amekuwa kama mentor wangu mimi ndani ya muda mchache ambao nimeishi naye most 4 to 5 years mpaka sasa hivi, lakini nimeharvest kitu kikubwa sana kutoka kwake na namshukuru sana mimi binafsi kwa upande wangu, na ni mtu ambaye anafurahia sana mafanikio yangu. Yaani ni mtu ambaye akisikia, na of course baada ya kusikia kwamba mimi nimeshinda kuwa rais, kitu cha kwanza hakuamini. Akasema kwamba siamini kama nina uwezo wa kutrain mtu, akaenda kuomba nafasi na watu wakamwamini. And when you ukisema kwamba umfuatilie hata how anatoa speech zake, ukifuatilia na speech zangu za kampeni, tofauti tu unaweza kukuta mimi nilikuwa Dodoma, yeye alikuwa kule. Yes. So kuna wakati mtu anasema kuingia kwenye siasa au kuingia kwenye masuala ya uchaguzi hasa ya urais kama uliofanya wewe ni mpaka uwe na pesa, haijalishi una ujuzi wote, una nini cha kufanya, lakini pesa ndio kipaumbele. Kwako ilikuwa vipi? Na wewe unaamini nini katika hicho unachozungumzia? Siasa ni pesa, umesema. Umesema siasa ni pesa. Lakini pesa obviously hizi pesa zinakuwa hazipimi utu au thamani ya mtu. Na of course wengine wanaamini kwamba siasa ni pesa, of which is okay, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuamini ambavyo anaona ni sawa. Lakini mimi sasa nalifaa kwa mentor wangu wa politics, aliniambia, mdogo wangu, unawahitaji watu. Leo hii wewe una pesa, hata kama una pesa kiasi gani, still unahitaji watu ili kusudi kukusaidia. Mimi kuwa na pesa sio shida. Shida ni na watu ambao wanaweza wakanikubali kunipigia kura, kwa sababu tunaona kuna wanasiasa wengi unakuta ametoa pesa kama mvua, lakini still nafasi haipati. Na obviously hivi vitu mimi naamini sana katika Mungu kwenye maisha ya siasa. Yes. Naamini kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Hata yule dadangu kuna muda wakati nilikuwa nazungumza naye akaniambia kwamba no pain without gain. Yes. I mean no gain without pain. Yes, no gain without pain. Yes. Akanambia kuna muda, kuna baadhi ya kundi la watu inabidi waumie ili mmoja wao katika kundi afanyeje? Apite. Kusudi aweze kutoka. Miongoni mwa ile cycle ambayo wakati akiwa anagombea ubunge, of course haikuwa wakati wa Mungu. Miongoni mwa ile cycle yake mimi nimeweza kufanyaje kutoka, na kila jasho huaga lina gharama yake. Huwezi tu kutoa jasho bila gharama yoyote. Kwa kile kipindi ambacho yeye amepoteza, mimi ndo huaga nawaza hivi, kwenye nafasi yake ya kuomba kuwa mbunge, huenda Mungu alitumia ule wakati kunifundisha mimi kuniandaa kwa ajili ya nafasi fulani. Kwa hiyo issue ya pesa ni minor stuffs. Kitu cha kwanza watu, kitu cha pili
amini katika wakati. Kuna watu wengine wanaamini siasa pia ni uchawi. Ni kweli kabisa, kwa sababu imani zao zinawatuma hivyo na wanatakiwa waamini hivyo. Lakini kuna watu wangapi ambao wamefanya hizo mambo za kishirikina na hawajapata? Na kuna situation moja ambayo umezungumza hapo, nasema no gain without pain, no pain without gain, si ndio? Kwa maana kwamba tulimuona mentor wako amefeli mahala fulani, labda hiyo ilikusaidia kuinspire wakati ambapo umetaka kukata tamaa wakati wa uchaguzi. Na kama uliokata tamaa kwa sababu gani? Au na ni nani pia ambaye alikuinspire kuondokana na hiyo hali ya kukata tamaa wakati umekata tamaa? Kwanza kabisa ni make correction kidogo. Mimi mentor wangu hakufeli. Mimi mentor wangu haukuwa wakati sahihi wa yeye kuwa sehemu ambapo alitamani kuwa, lakini tunaamini wakati mwingine itakuwa ni wakati sahihi. Sasa of course kwenye failure nyingi ambazo nilikuwa nikikutana nazo, nakumbuka aliwahi kuniambia statement moja. Sio kila muda unamtafuta mtu na muomba msaada, kuna muda mtafuti mtu msalimie. Hicho kitu kikanifundisha namna ya kuweza kutuza mambo. Na wakati niko naye kwenye zile politics, mimi naona wakati mwingi alikuwa anatumiaga kusali. Yani hata kama akienda darasa tena, akienda kata fulani, kwa sababu ilikuwa ni jimbo, anafanya kampeni zake, watu wanamkubali, watu wanampokea, ushawishi mkubwa, kila kitu kiko sawa. Kirudi lazima asali, na tulikuwa tuna nyimbo zetu hizo za dini ambazo tulikuwa tukiziweka tunaanza kuziimba. So wakati ambao mimi nikiwa nafanya uchaguzi, kila challenge na kila vitu ambavyo nilikuwa napitia, obviously nilikuwa naweka zile nyimbo ambazo tulikuwa tunasikiza, japokuwa ajui kama alikuwa naiga vitu vyake, ila yes. Madam Selina, wewe katika uongozi wako mpaka sasa ni rais wa chuo cha elimu ya biashara CBE campus ya Dodoma. Unatamani jambo lipi kubwa ambalo watu wakumbuke nalo katika maisha yako ya uongozi? Katika nafasi yangu ya urais, mimi nitafanya jambo langu moja, of course not one, ni zaidi ya moja. Nitafanya CBE marathon, sio jogging, marathon. Ambayo itakuwa ni kubwa sana, na in my plans nilikuwa na plani kuwa na watu zaidi ya 2,000 kwa in my plans. Sasa katika kichwa changu bado hatujaanza kufanya implementation, lakini mwezi wa 11 tutakuwa tuna hilo tukio ambalo naamini linaenda kuacha alama na inaenda kutengeneza sustainability, kwamba kila serikali inayokuja ni lazima ifanye CBE marathon. Na nimeona kuna wakati umesema ulikuwa unajaribu mara nyingi kutumia akili, lakini tunaona kuna baadhi ya watu wanatumia nguvu wanashindwa kabisa, na kuna watu wanatumia akili wanashindwa kabisa. Siri ya mafanikio katikati ya kutumia akili na kutumia nguvu iko wapi kwako? Kwanza mimi naomba nizungumze kama watu ambao wako kwenye siasa. Mimi mentor wangu aliwahi kuniambia kwamba, yule dada yangu aliwahi kuniambia kwamba, uko unafanya siasa, angalia karata yako. Karata yako ni nani? Ndio akili yenyewe sasa tunaizungumzia. Hizo nguvu achana nazo. Of course nguvu unaweza kutumia, lakini lazima ujue karata yako ni nani. Kwa mimi binafsi nilikaa nikaangalia. Mimi ni msichana, sisi wadada kwa sisi mara zote waga hatupendani. Lakini nikiwa na vice ambaye ni mrefu, unajua tena wadada. Wow. That was my karata. Karata yangu hiyo. Na aliniambia ukishajua karata yako iko wapi, utajua sasa utumie akili au utumie nguvu. Hapo ndo utajua, lakini kikubwa kwenye politics, jua karata yako kwanza. Na kuna mtu ambaye au msichana yoyote ambaye anaogopa kabisa kuwania nafasi za uongozi, anaamini ni za wanaume peke yao au vijana wa kiume peke yao, una nini cha kumshauri au nini cha kumwambia? Kitu cha kumshauri, kitu cha kwanza, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kitu cha pili, asiogope kujaribu. Kitu cha tatu, mtu aliyefanya ni tofauti na ambaye hajafanya. Na anyways, mimi sio mshauri sana kuhusiana na watu ambao hivyo, lakini hivyo vitu ambavyo ndo naweza nikawaambia, wamtafute pia Dawiti. Anaitwa Witness Isaya Manase. I don't know Manase Isaya, lakini Isaya. Wamtafute huko IG, wamfuatilie, wamuulizie story yake,
Yaani ni mtu ambaye naona anaweza kuinspire. Unajua kuna wengine we are not made to advise. Wow. Sisi tumezaliwa tu kujifunza na kufanya. Kwa ukija kuniambia naanza kufanyia mtu training inakuwa ni ngumu. Lakini tu kitu mimi cha kusema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Usiogope kufanya, aliyefanya ni tofauti na ambaye hajafanya. That was my principle hata kwenye kugombea kwangu. Big dream yako katika maisha ya uongozi, wewe unatamani kuwa nani? Siwezi kusema natamani kuwa nani au sijui natamani kuwa nani, lakini mimi nitakuja tu kuwa ni kiongozi mmoja mkubwa sana. Sijui ni lini, ni wapi, nchi gani, sehemu gani, lakini nitakuwa ni kiongozi mmoja mkubwa sana, na naamini siku moja nitakuwa ni miongoni ambao, yani mimi kabla sijafikisha miaka 25 ninaamini kabisa kwa uwezo wa Mungu nitakuwa ni msichana ambaye ninatajwa sana midomoni mwa watu. Yani people will have a lot to learn. Yani watu wanapiga tu simu kwamba Madam Selina vipi? Uko wapi? Yani naamini mimi ni bado miaka miwili mambo yatakuwa vizuri. Naamini. Ni kitu gani ambacho umechojifunza kutoka kwenye mchakato kuanzia mwanzo kule ambapo unaomba kula hadi sasa hivi ulipofikia kwenye nafasi ya uongozi? Nataka uweze kuongea chochote kwa sababu ni rais, huenda kuna rais yote atakuwa anakuangalia au mtu yote yule ambaye anataka kujifunza vitu vingi ili afike katika hiyo nafasi yako. Hataki tena mambo ya kuhamishwa kwa sababu umejifunza mengi, lakini kwa dakika moja mimi nataka experience kitu kikubwa kutoka kwako. Kitu kikubwa mimi nilichojifunza kuanzia mchakato wakati naanza kuchukua fomu mpaka hapa nilipochukua, kwanza usipende kupuuza vitu vidogo vidogo. Mapuuza. Punguza tu hayo mapuuza. Kwa sababu you never know. Usizalau. Na moja ya vitu ambavyo mimi pia nilikuwa ni miongoni mwa wazalauliwa. Huyu achana naye. Sisi tunadili na huyu. Huyu jamaa na nguvu huyu. Au sister muache kwanza. Kwa mapuuza ni kitu kibaya sana katika maisha. Lakini kitu cha pili ambacho mimi nimejifunza, nidhamu. Unajua bana, hii nidhamu haijawahi kumtupa mtu. Heshimu tu, amini tu, alafu kikubwa wale wahuni wanasema respect heshimu. Wewe waheshimu tu. Alafu kitu kingine, mdomo una tabia ya kugeuza mambo. Kwa hiyo mimi kwenye mchakato wangu nimegundua mdomo ni kitu ambacho ni kizuri sana na ni kitu ambacho ni kibaya sana kama utaamua kukitumia bila kujielewa. Lakini kitu kingine ni hicho kiamini kwamba watu wana tabia ya kuhama tu maeneo, ila wanakuwa watu ni ngoma ni zile zile, kwa sababu wale watu ambao walikuwa ni washindani wangu baadaye waligeuka kuwa supporters wangu, wengine wamegeuka kuwa miongoni mwa baraza la mawaziri. Alafu kitu kingine ni kikubwa nilichojifunza, kila mtu yuko sawa. Kila mtu yuko sawa. Kuna watu wengine na kama ulifuatilia vizuri historia yangu kwa watu ambao walikuwa wananisimulia wakati wangu wa kushinda, mimi niliinvest sana kwa watu ambao ni walevi, wahuni, wanini wa hapa chuo. Unakuta sisi unafahamu vijana saa hizi pombe za kutosha. Naam. Sasa kuna mwingine akimwona anasema, "Huyu hapana, huyu hebu tuendeni pale." Huyu hapana. Huyo ndo mwenyewe sasa. Wow. Yes. Na kitu kimoja ambacho kinanishangaza umetoka kuzungumza hapo, katika wale washindani wako alafu umewarudisha kwenye serikali ukaanza kufanya nao kazi. Umewezaje wakati ni kitu kigumu sana kufanyika? Wewe umewezaje na kwa nini umeamini kiasi hicho? Kitu cha kwanza mimi narudia tena kusema sasa hii ya mwisho sitosema tena ile neno. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Unaweza ukatamani kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini ukaishia kuwa spika. Unaweza ukatamani kuwa spika ukaishia kuwa mjumbe. Kwa hiyo mimi nafikiria hata mimi kukaa na kuwafikiria wale kwenye hizi nafasi ambazo kuna mwingine ni msemaji wa serikali ya wanafunzi, kuna mwingine wako kwenye mabaraza, wengine ni waziri mkuu, wengine ni nini. Ninaamini mpaka muda ambao ninaona kwamba huyu anafaa kwa sehemu fulani ni kwa sababu muda na wakati wake umefika wa yeye kukaa sehemu fulani. Ni kweli vita ilikuwa ni kali, ni kweli maneno yalikuwa ni makali, lakini kuna muda siasa tunaziacha nyuma ili kusudi tu saidie watu. Mimi naamini siko perfect kwenye kila sehemu, na obvious mimi huaga siko perfect kwa sababu nina tabia kuuliza sana to the extent naweza nikakukera. Sasa that is not a reason. Sasa tunachukua wale watu ambao
Mimi kwanza ni mgeni kwenye hizi nafasi. Siwezi tu kuanza kukaa na obvious. Mimi wakati napambana nilikuwa ninapambana ili kushinda, sio kupata serikali yangu. Na challenge kubwa niliyopitia ni kutengeneza baraza, kwa sababu tu ilikuwa inabidi sasa ni muangalie, na kama nilivyokuambia watu wana tabia tu ya kubadilisha maeneo, ile unakuta ni wale. Sasa ukikaa unaweza sema mbona Mudi hapa panamfaa? Simuona. Lakini mwisho wa siku lazima waite, uambie siasa zimeisha. Sasa tunasukuma gurudumu ili wote tuweze kufika. Kila mtu aoneshe kipaji chake kwa nafasi yake. Kwenye uongozi hamna nafasi ndogo. Hata ukiwa mjumbe wa kukimbia, wewe kimbia tu. Wanaokimbia watakuona. Naam. Wakati tukiwa tunaenda kumalizia, mimi nataka useme kitu kimoja kwa wale watu ambao walikupigia kura, unawaahidi nini? Baada ya kuwa rais tayari tunafahamu ulizungumza sera nyingi sana, lakini tayari umeshakuwa rais. Nini ambacho unawaahidi? Mimi nazungumza na wanangu wa CB. Kwa sababu walinichagua wanangu sana wengi, na naamini kwamba kwa sasa watu wote ni wa kwangu, wategemee mazuri kutoka kwangu. Napenda support yao, of course wananisupport sana. Unaona sasa tumefanya bonanza 2 na zote zimefanyika kwa mwitikio mkubwa. Watu wamekuepo wa kutosha. Mimi natamani sana hiyo respect ambao wananipa tuendelee nayo, lakini nidhamu ni kitu cha msingi sana, akijawahi kumwacha mtu. Mimi nitawatendea wema, nitawafanyia wema, nitafanya matukio mengi ambayo yatawapeleka na kuwaonesha. Lakini kwa watu wa content creators, comedian na watu ambao wanajikita na maudhui ya mtandaoni, tayari tuna CB Online TV, tumeshai launch, inafanya kazi. Waje wa collaborate na sisi ili kusudi wote tuweze kupelekana. Na kuna wale watu ambao pia hawakupigia kula kabisa, nini ambacho unaweza ukawaambia? Watu ambao kunipigia kula, kwanza kabisa mimi ninawapenda na nawashukuru sana kwa kuweza kunipa challenge. Ni ngumu sana mtu ambaye hakukubali akaja akakukubali dakika za jioni. Lakini kwa sababu umeshakuwa mmoja, inabidi sasa kubali kwamba upo mmoja. And siasa zimeshaisha CBE. They love me so much na mimi ninawapenda sana, na kwa kuwa sisi ni kitu kimoja, wategemee mazuri na makubwa kutoka kwangu. Madam President, role model wako katika maisha yako yote, kuacha mentor wako, ni nani ambaye ni role model wako mkubwa? Tulia Ackson bana. Wepo tu. Yaani Tulia Ackson is a leader, lakini kuna huyu Mama Gwajima huyu. Naona ana vitu vyangu hivi, yani kuna namna fulani ya mambo ya mtandaoni, mitikasi yangu kabisa. Kwa mimi my role model mkubwa ni Tulia Ackson, kwa sababu ni mwanamke ambaye anasimamia sheria, ni mwanamke ambaye ana good speaking skills. Yaani kuna namna fulani hivi Tulia mimi anani influence sana, na personally nampenda sana. So mimi nafikiri ni hivyo. Naam, shukrani sana Mheshimiwa Rais kwa kupata nafasi hii, lakini jambo la mwisho la kumalizia kabisa, mimi nataka kufahamu ni nyimbo gani ambayo wewe huwa unaipenda sana kuisikiliza hata ukiwa mwenyewe, lakini pia umalizie kwa kusema chochote ambacho unatamani watu wakifahamu, au namna chochote kile ambacho unatamani ukisema. Wimbo ambao naupenda mimi wimbo ambao naupenda, kuna ule wimbo wa Boaz. Anakuambia Mungu afananishwi na kitu chochote au kingine. Kitu kingine, yani Mungu yani no way out. Yani huwezi kumfananisha na chochote. Japokuwa wengine hawaamini katika dini, mimi tu kupitia wimbo binafsi unanibariki sana. Mungu afananishwi na kitu chochote kile unachokijua wewe. So just do and believe. Mungu ni tofauti na yule ambaye unamdhania wewe. Sijui sana kuhusu uchungaji na ukubili, lakini Boaz anaimba sana. Lakini kitu cha kusema kwa mtu ambaye anatamani tu kunisikia ni kwamba mimi nipo niko CBE. Akija kama uko form 6 anaweza kanijoin hapa. Vitu vingi tutafanya. Na labda kwa kumalizia moja kwa moja, vitu gani ambavyo unapenda, upendi nini? Natamani kusikia vitu kutoka kwako, kwa sababu kuna lifestyle fulani hivi mtu akikuona anasema huyu madam inakuwaje kuwaje. Kuna mtu, kuna vitu fulani
Naona mbona unaishi so simple, kuna vitu fulani unafanya vinaenda fresh. Anashindwa kuelewa. Umesema vinini? Vitu fulani vinaenda sawa. Yaani naona nini, vitu gani sasa ambavyo unapenda labda kuvifanya, activities ndogo ndogo zile. Ukiwa unajumuika na watu, yeah. Unajua bana, uongozi sio utumwa. Bana mimi waga nacheza huko ndani. Dancing. Nacheza nika muziki nacheza. Nikiona tu watu wameshaondoka, sometimes hata nikiwa peke yangu, lakini kitu kimoja, madaraka especially hizi nafasi za juu ni ngumu sana. Yes, ni ngumu sana. Kwa mimi bana waga napenda kucheza. Kwa kuna muda nafunika nazima taa. Nacheza hata of course hata kucheza sijui, lakini ili mradi tu. Lakini kitu kingine pia ambacho napenda kukifanya mimi na dawiti sasa. Mimi nimekwambia napenda kujifunza na current najifunza kutoka kwa huyo mtu japo yeye hajui. Huaga ananiambia issues za ya kusoma vitabu hizi. Kwa siku hizi kwa mbali na kuja katika usomaji wa vitabu. Yes, kwa napenda pia kusoma vitabu. Napenda kuchora, lakini kuchora katuni tu, sio madude makubwa, katuni tu. Napenda kuangalia katuni, sipendi movie watu wako serious. Yes, of course. Hivyo vitu ndo. Naam, shukrani sana Mheshimiwa Rais, Madam President, kwa nafasi hii nzuri na nafasi ambayo umeweza kushare vitu vingi. Nafikiri shukrani sana ndugu mtazamaji wa channel ya Generation TV. Leo ni kama bahati kuwa na Mheshimiwa Rais wa Chuo cha Elimu ya Biashara CBE kampasi ya Dodoma. Na kitu cha msingi zaidi, usahau kusubscribe, kushare hii video kwa ndugu jamaa na marafiki ili waweze kupata vitu vingi na vitu vizuri vikubwa sana. Na hapa ndipo mwisho wetu. Asante sana kwa kutusikiliza. Bye bye.